Na kupata vizuri nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni tayari kushirikisha wakazi wa eneo hili kuhusu mjadala wa siku ya leo kuhusiana na mchecheto wa bunge na bunge hili la 13. Ningelipenda nisikie wakazi wa eneo hili la Makueni wanasemaje utendakazi wa bunge hawa tangia walipowachagua karibu miaka 3 sasa pita, ikikaribia mwaka wa uchaguzi ambao ni mwaka wa 2027. Karibia hapa kama mkazi wa Makueni, utueleze jina lako na utendakazi wa bunge wako umekuaje? Kwa majina ninaitwa Mwanaisha Monini, mimi ni kiongozi wa kina mama upande wa Kibwezi West. Ningependa kuchangia kuhusu hii bunge iliyoko wakati huu. Hii bunge iliyoko wakati huu inaonekana utendakazi wake si wa kuridhisha, kwa sababu kuna mambo mengi yamepitishwa bungeni ambao tumeambiwa tumefanyia public participation na hatujafanyia. Hao bunge wanafanya ukora, wanarudi huku mashinani, wanachukua wale friends zao, wanakaa mahali wanapitisha mambo. Tunakuja kusikia mambo yakipitishwa kwa bunge kabla hajafikia mwananchi kikamilifu. Kwa hivyo mimi kuchangia kwangu kuhusu hii bunge ya wakati huu, hii bunge wakati huu haiwajibiki sana. Na kitu cha maana sana ninaongea kuhusu wakati huu watoto walikuwa wakirudi shule. Hata ukiangalia utendakazi wao, kutoa bursaries wanatoa, wanapatia wale tu wanajuana nao. Unaweza kwenda unapata mtoto wa maskini kabisa alikuwa anastahili kupatiwa bursary lakini hajapata hiyo bursary. Kwa hivyo kwa mimi maoni yangu nikiwa hapa Kibwezi West, ninaona hao wabunge hawajafikia ni wananchi vizuri, hawajawafikia. Kwa hivyo hii bunge ninaona kurudi kwake katika viti itakuwa ni shida. Mimi niko hapa na hiyo ndio nimesema. Asante. Asante kwa maoni yako. Karibia hapa kama mkazi mwingine wa eneo hili la Makueni, tueleze eneo bunge lako na utendakazi wa mbunge wako umekuaje? Kwa majina naitwa Charles Musyoka, mimi ni mwenyeji wa hapa Makindu. Hakika sioni faida ya hii bunge ya round hii, manake hawajibiki na hawatumii watu. Huwa wanasahau na watu na kwenda juu sana. Hawataki kusikiza watu na wanafanya mambo vile wanataka. Hawajui mambo ya public participation na wamepotea kutoka kwa watu. Kila wanapitisha kila kitu, kama ni ya rais wanafuata hiyo. Hawakuji huku mashinani wajue watu wanataka nini. Sasa tukiangalia wanasema mambo ya basari. Watoto wameumia na basari. Hawajaenda shule, na zamani kulikuwa watoto wakienda shule. Nataka wajiulize kwa nini hawajaenda shule mwaka huu. Hawana maana kabisa na hakuna mmoja atarudi. Tueleze wewe kama mwenyeji wa kaunti hii ya Makueni, ni kipi ambacho ungelipenda warekebishe, na iwapo kwamba unaona kuna nafasi ya kuweza kuwaregesha tena ama itakuwaje? Warudi huku chini mashinani wasikize watu na waache kukutana na wadozi. Wengi wao huwa wanakutana sasa, hapa wanakutana na brokers na hawajui chini kuna nini. Hawajui mashinani watu wanalia namna gani ama kwa kijiji. Kuna utafiti ambao ulitoka hivi karibuni unaonyesha kwamba zaidi ya 50% ya wabunge hawa hawataweza kupata nafasi ile ya kurudi tena bungeni. Ni kitu ambacho unakubaliana nacho, na kwa nini? Very true. Sababu wananchi hawawaoni. Wanakutana na mabroka. Iwapo ungepewa nafasi ya kupeana kiasilimia na ama kiidadi kwa 10, unaweza mpa mbunge wako nini? 20. Sababu gani? Sababu hajulikani huku. Si nimekuambia kutani na watu. Lakini katika nafasi ya kule kitaifa, ni mbunge ambaye anajulikana, ni mbunge mwenye aliweza kuleta mjadala wa kuweza kumngoa aliyekuwa naibu rais Gachagua. Hiyo sio project. Hatukuwa tumemchagua kwa sababu ya kuenda kufanya mambo impeachment. Ni kauli za wakazi wa eneo hili la Makueni wakizungumza kidakidaki kuhusu utendakazi wa bunge hili la 13. Tutapiga kambi hapa kuweza kusikiza na kuweza kupata maoni zaidi kutoka hapa Makueni. Kwa sasa mimi ni Philip Ngumu, kwako studio. Naam, asante sana Philip Ngumu ukiwa maeneo ya Makueni kwa kuweza kusemezana na wakazi katika maeneo hayo. Wacha nisikilize kauli yake Fwamba. Unajua naangalia huko naona ni Kibwezi West.